kajaliwa karama na Ilahi Mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni Sharifu Firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Tanzania, Mheshimiwa mzee wetu Abdulrahmani Kinana, makamu mwenyekiti mstaafu wa chama chetu cha Mapinduzi, DCP Dr. Lazaro Mambosasa, mwakilishi wa IGP Camillus Wambura, Mheshimiwa Omari Kumbilamoto, Mheshimiwa Stahiki Meya Dr. Mohamed Nikal, Mheshimiwa balozi wa Irani hapa Tanzania. Nitambue uwepo wa mzee wetu Mheshimiwa Mzee Butiku, viongozi wenzangu kutoka serikalini mlioko hapa, Dr. Joe David, askofu nabii mkuu mlezi na balozi wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano Tanzania, Mheshimiwa James Mbatia, nitambue uwepo wako. Mzee Azim Dewji, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini wa JMAT, viongozi wetu wa dini wote mliopo, ZCO Mlilo, Comrade Ali Bananga, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, salamu aleikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti na viongozi wote, wageni waalikwa, naomba nianze kwa kuungana na waliotangulia kuzungumza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, kwa kutuwezesha kuwa hapa jioni ya leo katika iftar hii ambayo imeandaliwa vizuri. Tumepata chakula kitamu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa mahali hapa. Nitumie nafasi hii nikushukuru sana mwenyekiti wetu wa JMAT pamoja na viongozi wa JMAT. Kwanza ni washukuru kwa ukarimu wenu wa kutuandalia hii iftar ambayo imeandaliwa kwa viwango vya hali ya juu. Chakula kilikuwa kitamu. Kwa niaba ya washiriki wote, mwenyekiti wetu wa JMAT, naomba nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa kutualika kuwa pamoja nanyi. Lakini vile vile nitumie nafasi hii nimshukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mlimwalika kuwa mgeni rasmi. Naomba nitumie nafasi hii nimshukuru kwa kuniamini na kunituma ili niweze kumwakilisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu alipenda kujumuika pamoja nasi, lakini kwa sababu ya majukumu ya kitaifa ikampendeza nitume nimwakilishe. Naomba kwanza nimshukuru yeye kwa kuniamini, lakini pia Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na viongozi wa JMAT niwashukuru pia nyinyi kwa kuridhia ili mimi niwe mwakilishi wake, na nyinyi naomba niwashukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu anawatumieni salamu na ameahidi panapo majaliwa mwakani kwenye tukio kama hili atakuwa pamoja nasi inshallah. Lakini vile vile mimi ninamshukuru Mungu nimepata fursa ya kuwa mwakilishi, kwa sababu pia ni fursa kwangu mimi kujumuika pamoja nanyi
nimeona wazee wangu wengi, viongozi mbalimbali hapa. Kwa hiyo nimepata bahati, maana kama nisingekuwa mwakilishi nisingepata fursa hii ya kuwa pamoja na nyinyi. Na nitumie fursa hii nimshukuru sana Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuniamini na kunipa jukumu la kumsaidia kama waziri wa mambo ya ndani ya nchi, wizara ambayo moja ya majukumu yetu, pamoja na majukumu yetu ya kuhakikisha nchi yetu inakuwa salama, wananchi wetu pamoja na mali zao, wizara ya mambo ya ndani ya nchi pia ina jukumu la kutoa huduma kwa viongozi wa dini na taasisi zetu za dini. Naomba nitumie nafasi hii nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa imani yake kwangu na maelekezo yake kwamba wizara hii angependa kuona inakuwa karibu sana na viongozi wa dini na taasisi za dini. Mheshimiwa Rais na serikali anayoongoza awamu ya 6 ni serikali ambayo inafanya kazi kwa karibu sana na viongozi wa dini na taasisi za dini, na ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha wizara hii inayoiongoza inaendelea kuwapa ushirikiano wa karibu. Na mimi naomba nitumie nafasi hii kuahidi Mheshimiwa Mufti pamoja na viongozi wote mlioko hapa wa dini, maaskofu, tutaendelea kuwapa ushirikiano wa karibu sana. Wizara hii ni ya kwenu, muda wowote mtakapotuhitaji tutakuwepo tayari kwa ajili ya kuwahudumia. Mheshimiwa Mwenyekiti na washiriki wote, leo pia tunaadhimisha miaka 4 toka mpendwa wetu Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani. Naomba nitumie nafasi hii kumpongeza sana kwa uongozi wake mahiri. Nitumie nafasi hii kumpongeza sana kwa uongozi wake na kwa namna ambavyo anaendelea kupambania nchi yetu. Nchi yetu inaendelea kuwa ya amani, nchi yetu inaendelea kuwa ya mshikamano. Na katika hili pia mwenyekiti wetu wa JMAT na viongozi, naomba tuwapongeze kwa sababu lengo la taasisi hii ni jambo hili ambalo Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu anaendelea kulisimamia, la kuhakikisha nchi yetu inakuwa na amani, tunaendelea kushikamana kama Watanzania bila kuangalia dini zetu. Hongereni sana JMAT kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika jambo ambalo ndio msingi wa kila kitu. Amani ndio msingi wa kila kitu. Mheshimiwa Mwenyekiti na ndugu viongozi, sasa naomba baada ya utangulizi huo niseme maneno machache ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu alitamani kuyasema kama angeweza kujumuika nasi. Ndugu Mwenyekiti, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajivunia mchango mkubwa ambao Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT inautoa katika kuhakikisha kuwa tunaendelea kuwa na jamii iliyo na amani na utulivu pasipo kujali tofauti zetu za kiimani, kiitikadi na kiutamaduni. Ndugu Mwenyekiti, JMAT imekuwa mstari wa mbele katika kutangaza amani, upendo, maadili na usawa miongoni mwa wananchi wa Tanzania bila kujali tofauti zao za kiimani, kisiasa au kijamii. Serikali inaunga mkono juhudi hizi na kuahidi kuendelea kutoa ushirikiano katika juhudi zenu za kujenga jumuiya yenye kuamini katika maridhiano pale ambapo kutatokea tofauti za kimtizamo au itikadi katika masuala ya kijamii. Huu ndio msingi wa falsafa ya 4R ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza kama msingi wa kujenga jamii yenye upendo, amani na mshikamano. Ndugu Mwenyekiti, nchi yetu imekuwa ikitajwa kama kisiwa cha amani. Hii inatokana na misingi tuliyowekewa na baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akishirikiana na hayati Abedi Amani Karume na marais wote walioliongoza taifa letu la Tanzania. Hii ni tunu muhimu ambayo tunapaswa kuhakikisha kuwa tunailinda na kuidumisha kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Ndugu Mwenyekiti,
Mwezi huu umekuwa ni mwezi wa baraka katika nchi yetu na dunia nzima, kwa kuwa watu wa imani mbalimbali, hasa Waislamu, ndugu zetu Waislamu na sisi wa Kristo, tunashiriki ibada ya kufanya toba kwa kufunga na kujinyima kupitia mwezi wa Ramadhani kwa Waislamu na kwa Kwaresma kwa Wakristo. Hivyo huu mwezi wa ibada, mwezi wa kujinyima na mwezi wa kujitafakari kwa ajili ya maendeleo ya kiroho na kijamii. Ndugu mwenyekiti, mwezi wa mtukufu wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma ni kipindi cha kipekee, kwani pamoja na kuwa ni kipindi cha kufanya toba, lakini pia ni kipindi cha kuwakumbuka wahitaji na kutoa sadaka. Tokana na hayo, mwezi mtukufu wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma unasaidia kujenga jamii yenye upendo, umoja na mshikamano. Hivyo, ninaomba kutoa rai kwa waumini wa dini zote kuwa mambo mema tunayoyatenda katika kipindi hiki yaendelee kuwa sehemu ya maisha yetu hata baada ya hiki kipindi cha mfungo kuisha. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa na jamii iliyo bora na kuendelea kuifanya Tanzania kuwa kisiwa cha amani. Ndugu mwenyekiti, ni muhimu kuelewa kuwa amani na mshikamano sio tu maneno, bali ni maadili yanayotakiwa kuishi ndani ya kila mmoja wetu. Mshikamano ni nguzo muhimu katika jamii yoyote, na ni muhimu kuendelea kuhimiza wananchi wa kila dini, itikadi na tamaduni kuishi kwa upendo na umoja. Kila mmoja wetu ana jukumu la kuhakikisha kuwa tunaheshimiana, tunajali na kusaidiana ili kujenga jamii yenye usawa na amani. Ndugu mwenyekiti, mwisho, ingawa si kwa umuhimu, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu na kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kukushukuru mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania na viongozi wenzako wote wa JMAT kwa kuandaa na kutukaribisha katika hafla hii. Ni matarajio yangu kuwa utaratibu wa kuendesha hafla hii utakuwa endelevu katika vipindi vyote vya mfungo mtukufu wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma, ili kuendeleza jitihada za serikali za kuimarisha umoja na mshikamano wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niungane nawe na washiriki katika kumshukuru Dr. Joe David, Askofu na Nabii Mkuu, kwa mchango wake mkubwa wa milioni 50 ambao ameutoa kwa ajili ya kuendelea kuimarisha jumuiya yetu ya JMAT. Tunakushukuru sana Askofu Nabii Mkuu. Mwenyezi Mungu akubariki. Baada ya kusema hayo, ndugu viongozi na washiriki wote, naomba niwashukuru kwa kunisikiliza. Naomba niwatakie Ramadhan Mbarak. Naomba niwatakie Kwaresma njema. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Salamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kajaliwa karama na Ilahi Mola jalia, dua zake akisoma Allah anazipokea. Kwa pamoja Allahumma takabbal dua, ni sharifu firdausi Allah amjaze kheri. Naitwa Fumao Mshairi, natazama Firdaus TV, na kusihi na wewe kutazama Firdaus TV. Wakati wa Mwenyezi Mungu ndio wakati sahihi. Keep watching Firdaus TV. Unatazama Firdaus TV. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.